vijana ndiyo kila kitu. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama ambaye tunakumbuka leo hii kifo chake na inanasibiana na siku ya vijana. Vijana ndio wenye changamoto kubwa, vijana wao ndio walengwa. Kwa hiyo kubwa kwa vijana ni mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, vijana lazima wayasome mambo nje ya boksi, wayasome mambo nje ya haya wanayoyatambua. Kwa ibara nyingine, vijana wewe watafiti, vijana wazame, wasiyachukulie mambo juu juu. Vijana watakapoyachukulia mambo juu juu, huenda wakapoteza jambo lao kubwa kwa sababu ya kutoyajua mambo kwa undani. Lakini jambo la pili, vijana wanalengwa kwenye jambo la maadili na jambo la akhlaq. Kwa hivyo siku hii ya kumkumbuka Mtume na kifo cha Mtume, kama kuna jambo vijana la kulienzi, la kulivaa kisawasawa, ni jambo la maadili yao. Lakini mwisho, vijana wao ndiyo chachu ya maendeleo ya nchi. Kwa hivyo wasiwe sababu ya kuvuruga nchi yao, wawe sababu ya kuitengeneza nchi yao. Ndugu wa Tanzania wenzangu, awali ya yote nitangulie kutoa mkono wa pole kwa siku hii tunayoishi, siku ya kumbukizi ya kifo cha mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, siku ya leo 28 Safar, ambayo tutakumbuka na kuenzi yale yote ambayo alitufundisha mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini kwa kuwa leo pia imestadifiana na siku ya vijana, moja katika mafunzo ambayo ametuachia hususan kwa vijana Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, amesema ightanimul khamsa qabla khamsin, faidikeni na mambo matano kabla matano hayaja kufikeni. Katika hayo matano aliwataja vijana, akasema shababuka qabla haramika, faidika na ujana wako kabla ya uzee wako. Kwa maana kijana una fursa kubwa ya kuweza kufaidika sawasawa katika nyanja ya elimu, kufaidika sawasawa katika nyanja ya taarifa na kuchukua taarifa sahihi, lakini kufaidika katika kila sekta ya ujana wako. Haya ni katika mafunzo ambayo mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliasa kwa vijana, kwa maana tusichukue mambo kwa muhemko, tusiutumie vijana wetu kwa kuharakia kuchukua maamuzi. Taarifa yoyote inapokufikia kama kijana, kwanza unatakiwa kuitafiti na kuangalia uhalisia wake ni upi, ili kuweza kuchukua ni lipi sahihi. Kwani leo hii tumekuwa na upotoshaji wa kihabari ambapo wamekuwa na jambo hili halijaanza leo, ni jambo ambalo limeanza kipindi tangu, na ndio maana tunakuta mjukuu wa mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akiwa katika ardhi ya karbin wa bala, abaki akiwa peke yake na akikosa mtu wa kuweza kumsaidia. Mchango mkubwa ilikuwa ni kwa sababu watu walipotoshwa na kudanganywa na kuamini kwamba yule anachokifanya sio sahihi, bali ametoka nje ya dini. Kwa hivyo moja katika mambo ambayo yamekuwa yakitumika ni kuwadanganya vijana na kuwapoteza na kuwaweka katika njia isiyo sahihi, kwani vijana ndio nguvu kazi. Ukiwapata vijana umepata kila jambo. Kwa hivyo vijana tuweze kufaidika na mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam pale alipotuasa kwamba tuweze kufaidika na ujana wetu na kuyaweka mambo pale ambapo panapopaswa.